Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Mchezo mkubwa wa ligi kuu soka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League ambao tumetoka kutazama siku ya jana kutokea katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo uliopo Mbweni jijini Dar es Salaam, ni mtanangi ambao ulimkutanisha mwenyeji ambaye ni JKT Tanzania, ukiwa ni mchezo wa mzunguko wa 7 kwa upande wao, huku Simba ukiwa ni mchezo wa mzunguko wa 3 ligi kuu ya NBC, ambapo tunashuhudia mchezo huo uliweza kumalizika kwa klabu ya soka ya Simba Sports Club kutokea maeneo ya Msimbazi jijini Dar es Salaam kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya JKT Tanzania na kuweza kujikusanyia alama 9, ambapo hizi 9 zimeweza kuifanya klabu ya soka ya Simba kuweza kufanikiwa kuongoza ligi kuu ya NBC kwa sasa wakiwa wamecheza michezo mitatu. Basi kwa upande mwingine Simba wameweza kushinda mechi zote wakiwa na alama 9 kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC. Fahamu katika mchezo huo dhidi ya JKT Tanzania, bao la kwanza kwa upande wa Simba Sports Club lilifungwa na Wilson Nangu, huku cross ikipigwa na Elie Mpanzu katika dakika hiyo ya 65 kutokana na kona ambayo iliweza kuchongwa na Morris Abraham, kisha Elie Mpanzu akaweza kupiga cross safi na Wilson Nangu akaweza kuitandikia klabu ya soka ya Simba bao la kwanza. Lakini bao la Simba la pili lilifungwa na mchezaji anayefahamika kwa jina la Jonathan Soa katika dakika ya 77 ya mchezo huo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya JKT Tanzania. Lakini kwa upande wa JKT Tanzania, bao lao la kufutia machozi lilifungwa na Edward Songo katika dakika 61 kutokana na pasi ambayo ilipigwa na Paul Peter. Kwa hiyo bao hili moja kwa moja walikuwa kwanza kupata bao, na bao hilo likaweza kuifanya klabu hii ya JKT Tanzania kuweza kujipatia bao la kufutia machozi katika mchezo ambao wamekutana na miamba ya soka nchini Tanzania, Simba Sports Club. Sasa katika mchezo huu tunaona kuna baadhi ya magoli ambayo yameweza kujadiliwa kwamba yaliweza kuwa offside. Kwa hiyo kutoka kwa mzee wa kipenga cha mwisho Osman Kazi ameweza kuchambua kiundani kabisa kuhusiana na yale magoli. Mfano goli la Jonathan Soa inasemekana kwamba lilikuwa offside. Kwa hiyo hapa tutakwenda kukupa uchambuzi wa kina kwa nini goli lile liliweza kuhesabiwa. Lakini bila kusahau goli la Edward Songo, na pia kuna baadhi ya watu wameweza kuja kusema kwamba goli hili mchezaji anofahamika kwa jina la Paul Peter wakati anaopokea mpira basi alikuwa katika eneo la kotea. Kwa hiyo tutakupa uchambuzi wa kina kuhusiana na mabao mawili kutokana na kile ambacho ameweza kukichambua Osman Kaz, mzee wa kipenga cha mwisho. Tuanzie na goli la Edward Songo. Goli la Edward Songo, wakati Paul Peter anapokea mpira alikuwa katika eneo sahihi, kwa hiyo akaweza kufanya movement zake kisha kuingia ndani ya box na kuweza kumpatia mchezaji Edward Songo katika dakika hiyo 61 na kuweza kupata bao la kuweza kufutia machozi. Kwa hiyo bao lile lilikuwa ni halali kabisa. Kwa hiyo muamuzi wa katikati na mshika kibendera namba 2 waliweza kuhukumu tukio lile sahihi. Kwa hiyo hakukuwa na hujuma yoyote katika bao hilo ambalo klabu ya JKT Tanzania waliweza kulipata. Sasa turudi katika moja ya bao ambalo lilikuwa na utata mkubwa sana, bao la dakika 77 la Jonathan Soa ambalo aliweza kulifunga kama inavyoonekana katika video yetu. Anaonekana kuwa katika eneo la kuotea wakati anausubiria mpira ambao ulipigwa na Morris Abraham. Sasa kwa uchambuzi wa kina ni kwamba mchezaji Morris Abraham wakati anaukokota mpira kuelekea katika lango la klabu ya soka ya JKT Tanzania, basi unashuhudia kulikuwa na mabeki wawili ambao walikuwa wamemmaki mchezaji Jonathan Soa. Kwa hiyo wakati anakuja na ule mpira tunashuhudia mchezaji anaofahamika kwa jina la Morris Abraham aliweza kupiga pasi ambayo moja kwa moja wakati pasi ile anaipiga kwa upande mwingine Jonathan Soa alikuwa eneo sahihi, hakuotea kama watu wengi ambavyo wanasema. Kwa hiyo watu kiangalia kwenye video yetu hapo, kiangalia wakati Morris Abraham mpira unatoka mguuni kwake Jonathan Soa hakuwa eneo la kuotea. Sasa mpira ule ukaenda kuwagonga mabeki wa JKT Tanzania, na mara baada ya kuwagonga ndio pale sasa Jonathan Soa akaweza kupokea na kuweza kufunga goli. Sasa watu wengi wanajiuliza mpira ule uliguswa na mabeki wa JKT Tanzania, imekuwaje sasa haikuwa offside? Kwa mujibu wa sheria za mpira wa miguu ni kwamba iwapo mpira utatoka miguuni kwa mchezaji wa timu yako, kama ukiwa umemvuka beki wa mwisho,
ndiyo inahesabika kuwa offside, lakini ule mpira uliwagonga mabeki wa timu pinzani. Kwa hiyo mara baada ya kuwagonga, Jonathan Soa akaweza kucheza mpira ule kwa sababu tayari alikuwa amenufaika, kwa sababu mpira ule ulikuwa umegongwa na mchezaji kutoka timu pinzani na si mchezaji wa Simba. Kwa hiyo ile ni goli ya lari kabisa ambalo Simba wameweza kulifunga kwa mujibu wa wachambuzi wengi ambao wameweza kuchambua. Bwana, unao nafasi ya kwenda eneo la comment na kutuambia kwa upande wako nini maoni, mtazamo kwa goli hili, kwa upande wako, kwa uchambuzi huu tuliokupa kwa kina. Je, unaona listahili kuwa goli ya lali ama si ya lali? Shuka kwenye comment, katoe maoni na sisi tutakuja kuyasoma.